Serikali ya kaunti ya Nairobi imefunga jumba la Grand Lodge linalotumika kama ukumbi wa ibada kwa waumini wa Freemason wa Afrika Mashariki lilopo katikati mwa jiji kutokana na malimbikizo ya deni la ardhi kiasi cha shilingi milioni 19 za Kenya. Operation ya utekelezaji hii iliongozwa na afisa wa afya Suzana Silantoi, afisa mkuu wa ofisi ya gavana Priscilla Mahinda na afisa mkuu wa makazi Lydia Matias. Ni sehemu ya kampeni pana ya kaunti ilolenga wale wanaokiuka viwango vya mapato katika mji mkuu. Jumba hili lina deni la zaidi ya shilingi milioni 19 katika kaunti ya Nairobi, alisema Silantoi. Kulingana na maafisa wa kaunti, ukumbi wa Freemason umefungwa kufuatia taratibu zilizofaa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa nyaraka ya mahitaji na maonyo ya umma. Kabla ya hatua zozote kuchukuliwa, tunatoa notisi za mahitaji na kuzichapisha katika magazeti ya kila siku yanawaagiza wamiliki wa ardhi kulipa viwango vilivyobaki, Silantoi alieleza. Kukosa kutii kunatupa mamlaka ya kisheria ya kubana. Afisa mkuu Lydia Matia alibainisha kuwa ingawa utekelezaji huo unaweza kuwasumbua wapangaji, sheria inaruhusu kaunti kukatiza huduma ya wamiliki wa mali wasiofuata sheria. Ni taarifa kutoka nchini Kenya kuhusiana na kufungwa kwa jumba la Freemason la kuabudia waumini wa Freemason. Kama ilivyozoeleka kwamba katika kila kona ya dunia kumekuwa na majumba ya kuabudia waumini wa Freemason, hapo nchini Kenya wameshindwa kulipa hiyo kodi na kusababisha kufungwa kwa jengo lao. Langu jina ni Wilson John na hii ni Jimbi TV.